Online TV. Sisi tuliamua tuwe na taasisi yetu ya kumbukumbu makusudi mazima. Tuliona baba wa taifa tusipokuwa na taasisi ya kumwelezea hasa kwa vijana wetu, tunaweza kusahau watu wakamsahau moja kwa moja. Na ndio maana kila siku na kila mwaka tunakuwa na shughuli mbalimbali. Tumekuwa tukifanya makongamano sehemu mbalimbali, lakini mwaka huu tulisema pana, baada ya kongamano tutatembelea sehemu mbalimbali ambazo kama kumbukumbu ya baba wa taifa alizokuwa anafanya miaka hiyo. Na kwa taarifa yenu, baadhi ya wajumbe wangu wameshaanza kutembelea maeneo kama bwawa lile la umeme, wameshaanza kwa SGR, wameshaanza kutembelea maeneo hayo makusudi mazima, ili kusema misingi baba aliyoanza imeanza kutekelezwa. Na hiyo ndio kazi moja hapa ambayo tunataka pia tumpongeze rais wetu Samia Suluhu Hassan, kwa kweli amejitahidi kufuatilia. Ndio maana mimi tangu mwanzo nilimpongeza alipokuja na falsafa yake ya kazi iendelee. Maana yake haleti mapya, anaendeleza yale ambao wenzake walikuwa wameanza nayo mpaka kuyakamilisha, na amejitahidi kwa kweli. Hiyo lazima nimpongeze. Sasa leo nataka niwaambie Watanzania wenzangu, tuna kazi kubwa sana. Ni kipindi kigumu kidogo, kwa sababu ndio kipindi cha uchaguzi. Ni kipindi ambacho mnasikia maneno mengi sana. Ni kipindi ambao watu wanavurugana. Ni kipindi ambao watu wanampeana maneno mengine, hata unasikitika kwa nini yanatokea kwenye mitandao. Lakini sisi upande wetu kama taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, ni mwezi tunaita wa amani na utulivu. Ni mwezi wa amani na utulivu kwa sababu ndio mwezi baba wa taifa alifariki. Na baba wa taifa alipofariki sema nchi hii nitaendelea kuiombea iendelee kuwa ya amani, utulivu na umoja. Maneno yake mwenyewe. Lakini mwezi ambao tunafanya uchaguzi pia, tarehe 29 mwezi huu tunafanya uchaguzi. Na tusingependa mwezi huu ukawa vurugu hata kidogo. Mimi kabisa kwa niaba ya wenzangu nimekuwa ni kiongozi wa miaka mingi tangu wakati wa baba wa taifa, na nilipata bahati nzuri kufanya kazi na marais karibuni 5. Sasa hiyo heshima ambayo wenzangu walinipa kwa mwenyekiti wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, naona ni heshima kubwa sana, lazima tuisimamie vizuri. Sasa dhana ya kuomba nizungumze na Watanzania ni kwamba heshima ile ile baba wa taifa aliyotaka tubaki nayo, aliyosema kabla ya kufariki tarehe 14 mwezi huu, lazima tuilinde kwa nguvu zote, kwa jitihada zetu zote. Hatuna njia nyingine. Na sisi tukasema kwamba tunaendelea kuomba, tutaomba viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini, watumie nafasi ya kuliombea taifa liendelee kuwa na amani na utulivu, ili uchaguzi wa mwaka huu uwe wa amani mzuri sana. Lakini pia nataka nitumie nafasi hiyo kuwapongeza baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani. Tunaviita siku hizi vyama rafiki. Na vipongeza kwa sababu tangu wanze kweli wengi wamenifurahisha. Wanazungumzia amani, umoja na utulivu. Watu tulikuwa naogopa vyama vya upinzani vikija vitakuja ni kutukana tu na kusema mabaya, lakini safari kwa kweli nasema umebadilika vizuri sana. Na ndio kazi moja hapo hiyo. Vyama vya upinzani vilikuja kwa madhumuni ya kutaka kusaidia chama tawala. Kama kuna matatizo yanatokea katika eneo lao, waambie hapa mmekosea, tufanye hivi na ndio shabaha. Na shabaha ukizungumza wenzako, ukizungumza kwa lugha nzuri, watakuelewa. Na ukikuelewa watarekebisha yale ambayo mnaona yangefanyika yakawa vizuri. Ndio lazima tufanye kazi kama timu moja. Hii ni nchi yetu wote pamoja. Ushauri unaotolewa tutausikia na tuutumie mahali ambapo panatakiwa. Sasa leo nipoona kwamba mitandao kwa kweli imefikia mahali fulani na tu. Ndugu zangu, nadhani wote mnakuwa ni mashahidi. Mambo ukiangalia ya kampeni alivyokwenda kote imara. Na rais ukiangalia mikutano yake, kwa kweli mpaka mimi nasema tangu nianze kama kiongozi sijawahi kuona umati unaohudhuria kwenye mikutano kama safari hii. Sijaona. Miaka yote nimeshiriki tangu wakati wa baba taifa.
Lakini safari nimeona jamani, au wa Tanzania mbona wanaendelea kujenga imani? Inawezekana ya kwamba rais mwenyewe anajua nyota yake nzuri, nyota nzuri. Lakini wakati huo lazima wanao kwenda kwenye mikutano kama hiyo, wakati mwingine sio uliojiandikisha kwenye kupiga kura. Nadhani tuna kazi ya kufanya, ya kwamba jitihada ambayo inaonyeshwa na wao wanaokwenda kwenye mikutano kama hiyo, basi watusaidie hata kuhimiza wale ambao hawakujiandikisha wakapiga kura. Tunasikia tetesi ya kwamba kuna mpango ya kutaka kufanya fujo, kuzuia watu. Nasema pana, mimi hata ningekuwa ni kiongozi yeyote ambaye angefanya kazi kutaka kuvuruga utaratibu huu na kumchukulia hatua. Hiyo naisema wazi, kwa sababu uchaguzi si jambo dogo. Uchaguzi ni sheria mama ambayo imeweka ya kwamba kutakuwa na uchaguzi kila baada ya miaka 5, na viongozi watachaguliwa kutokana na sera zao. Sasa tuache wamalize sera zao vizuri. Hata kama mpendi mtu, kama ni adhabu, kampe kwenye kura yako, nenda kwenye kura yako, huyu simtaki. Lakini sio kufanya fujo yote au maandamano. Hata tufikisha mahali popote. Mimi nasema kabisa, wa Tanzania mahali popote haitusaidii kuleta maandamano katika nchi yetu hii. Maandamano tunaweza kufanya ya amani mahali popote pale, yale yanaruhusiwa. Lakini ya kutaka kuvuruga kwamba mtu asiende kupiga kura, kwanza unamnyima haki zake ya kisheria. Ana haki ya kwenda kushiriki. Kwa nini unamzuia? Unapomzuia unatenda kosa la jinai. Na ndio maana unapokamatwa wasije kulalamika, ni kosa hilo. Unamnyima haki yake ambayo angekwenda kupiga kura kwa mtu anemtaka au mwingine amtaki. Sasa kwa msingi huo nataka mliangalie, wa Tanzania msije mkaingiza katika matatizo hayo. Hatuwezi kufika mahali popote. Mimi na imani kabisa tutafanikiwa. Ila jingine ambayo nadhani kama nzuri tukakubaliana, wakati mwingine tuwe waangalifu namna tunavyoshiriki kwenye mikutano hiyo. Na hii mikutano wakati mwingine inaweza kutufikisha mahali fulani tukababaika. Wengine katika mikutano na ndio wanatumia nafasi kulopoka na kutumia maneno mabaya. Lakini nataka niseme wazi ya kwamba hii haitatusaidia kufika mahali popote. Tumeamua nchi hii iendelee kuwa ya amani, utulivu. Na utulivu wenyewe tunaweza kupata sisi wenyewe kwa kusimamia misingi ambayo tulijiwekea. Tanzania ni yetu wote. Ikiharibika wote tutaingia katika matatizo. Sasa la mwisho ambao ningeomba, tumeamua sisi safari tulikuwa tuwe na makongamano taasisi yetu. Tulikuwa tumeamua tuwe na makongamano. Lakini tukasema makongamano hayo wakati mwingine yanaweza kupata tafsiri tofauti. Hasa ukishaanza kuzungumzia juu ya watu kuwa na haki ya uchaguzi, sasa wataangalia unaelekea wapi. Wakadhani makongamano mnafanya kutaka kuchagua aina fulani ya watu. Tukasema hapana, tungoje uchaguzi uishe. Kama tuko na makongamano ya kuzungumzia juu ya haki na uhuru kila mtu, tutafanya, kwa sababu taasisi yetu nataka tuendelee kila mahali. Viongozi wa mikoani tumeambia nao wajitahidi kuweka siku maalum ya kuweka kongamano sasa baada ya uchaguzi au kabla ya uchaguzi, ili wazungumzie uhuru na haki ya kila mtu kushiriki katika uchaguzi safari hii. Tumeomba wale viongozi ambao wanashughulikia mambo siku ya kupiga kura, tumeomba usalama uimarishwe. Lakini pia kwa ajili inaonekana watu watakuwa ni wengi, bila shaka walikuwa wameandaa sehemu nzuri tena ya haraka kupiga kura kwa haraka. Unajua binadamu ana tabia, akiona msululu mrefu asa nitakuja baadaye. Lakini kama mmejiandaa vizuri, tuna imani kabisa watu wanakuja, napiga naondoka, napiga naondoka. Hiyo ni siku ya utulivu na amani, na wapewe eneo la kutosha. Kama ni masanduku hayatoshi yaongezewe ili wapige na kuondoka mara moja. Maana ukikawiza watu ndio vurugu inaanzia hapo. Mtu anasema nimechoka, wacha nirudi nyumbani. Itatusaidia kuliangalia swala hilo liwe na mafanikio. Na mwisho nataka niombe kweli, napitia tena kwa Tanzania ya kwamba safari hii, nadhani safari tufanye record, tufanye heshima kwa baba wa taifa, ya kwamba tuna mwenzi kwa vitendo, kwa kutekeleza yale aliyotuasa wa Tanzania. Tutaimani, tutafanikiwa.
Mheshimiwa Rais mwenyewe mikutano yake yamekuwa ya utulivu, ya umoja, amani, pamoja na wingi wa watu, lakini husikii fujo yote au chamra. Wakimaliza wanaondoka na kwenda nyumbani. Na kote hata wapinzani wakupiga, wale tunaita marafiki zetu wale, wengi wamesahau mwaka 1990 watu walipoanza kufikiria juu ya kuanzisha mfumo wa vyama vingi, Watanzania wengi walikataa. Paka kamisheni maalum iliundwa na baba wa taifa mwaka 91 ya Jaji Nyalali. 91 akasema, jamani, hebu tuulize wananchi wanapenda mfumo wa vyama vingi au vipi? Asilimia zaidi ya 80 walikataa, ya kwamba hatutaki kabisa. Mwalimu akasema, msifanye makosa, ulimwengu umebadilika, watu wana mawazo tofauti, msije mkalazimisha mkabaki na mfumo wa chama kimoja, mtakuja mlazimishwe, ambao si vizuri, afadhali mkubali. Ndio mwaka 95, wote mnakumbuka vijana, ndio uchaguzi wetu wa mara yetu ya kwanza ya mfumo wa vyama vingi. Sasa tunamia mfumo, tumeanza kuzoea, na huko tunakokwenda mimi sina wasiwasi. Viongozi wamenifurahisha sana wa vyama vingi, jinsi wanavyoelezea amani na utulivu. Ndio kinachotakiwa Tanzania. Uchaguzi sasa ndio uamuzi wa kila mtu aliyepewa nafasi ya kwenda kujiandikisha, atumie nafasi ya kwenda kupiga kura. Kama umpendi Kimiti, ndio nafasi yako kwenda kuonyesha simpendi, uende. Uweze kukaa nyumbani useme mpendi Kimiti, hapana, atapita. Wengine watampitisha. Hayo tunaomba kwa kweli tuendelee. Mimi nawatakia kila laheri, uchaguzi uendelee kuwa amani, utulivu, umoja na haki tendeke. KM Online TV.